Uingereza yalaani ukatili wa polisi nchini Kenya, yatoa wito wa uchunguzi mwepesi. Karibu kwenye taarifa zetu za Alazo Diminde, na kuomba uchukue sekunde yako moja pige subscription. Uingereza imelaani kitendo kinachodaiwa kufanywa na maafisa wa polisi wa Kenya dhidi ya waandamanaji waliokuwa na amani na wasio na silaha waliokuwa wakitaka naibu inspector jenerali wa polisi Eliud Lagat ajiuzulu. Ubalozi wa Uingereza katika taarifa fupi ya Jumatano Juni tarehe 18 ilionyesha kusikitishwa kwake na ukatili waliofanyiwa waandamanaji na maafisa walaghai wakati wa maandamano ya jana. Huku ikilaani matukio kama haya, afisi hiyo ilitaka uchunguzi wa haraka, huru na uwazi kuhusu vitendo vya maafisa wa polisi walionaswa wakiwashambulia waandamanaji. Kulingana na tume, vikosi vya polisi lazima wakati wote viamuru uaminifu na imani ya wale ambao ni wajibu wa kuwahudumia na kuwalinda. Nikinukuu taarifa hiyo ilisema, tumesikitishwa sana na ghasia dhidi ya raia wasio na silaha na waandamanaji hapo jana. Tunahimiza uchunguzi wa haraka, huru na uwazi kuhusu vitendo vya polisi. Tume kuu ya Uingereza ilidai. Iliongeza kwamba vikosi vya polisi lazima viamuru uaminifu na imani ya wale ambao wana wajibu wa kuwahudumia na kuwalinda. Tunatuma salamu zetu za heri kwa ajili ya kupona haraka wale waliojeruhiwa wakati wa ghasia za jana. Kauli hiyo inajiri huku kukiwa na wito wa Wakenya wa uchunguzi wa haraka kufanywa kuhusu ukatili wa polisi dhidi ya waandamanaji wakati wa maandamano ya jana, haswa katika kaunti ya Nairobi na Mombasa. Jambo la kuhangaisha zaidi lilikuwa kupigwa risasi kwa Boniface Kariuki, aliyepigwa risasi na afisa mmoja wa polisi wa kupambana na ghasia katika barabara ya Moi katika wilaya ya biashara ya Nairobi almaarufu kama CBD. Picha zilizosambazwa sana na tukio hilo zilionyesha maafisa wawili wa polisi waliokuwa wamejihami kwa bunduki wakimshambulia Kariuki kabla ya mmoja wao kulenga na kumpiga risasi kijana huyo mwenye umri wa miaka 22. Ripoti ya Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu ama kutoka hospitali ya KNCR ilionyesha kuwa takriban watu 22 wamejeruhiwa wakati wa maandamano katika kaunti za Nairobi na Mombasa, Kilifi na Kwale, huku wengi wao wakiwa wamejeruhiwa kwa kushambuliwa na polisi. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, KNCHR iliangazia Nairobi kama eneo lililoathiriwa zaidi kutokana na kutumwa kwa askari waliojifunika nyuso zao waliorekodiwa kwenye pikipiki ambao walishika doria barabarani na kuwatendea kinyama waandamanaji. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa na matukio mengine zaidi, usikwende mbali.